Mzee wa data bwana, kuelekea dabi. Kuna mjadala hivi sasa ambao unaendelea. Jonathan Soa atacheza au acheze, lakini japokuwa Jonathan Soa alipata kadi nyekundu kwenye mechi ya shirikisho ambayo ni ya TFF. Ngao ya Jamii inasimamiwa na bodi ya ligi, lakini sisi hatupo kwenye mjadala huo. Soa kwenye mechi ya Ngao ya Jamii na Mkwala, nani ana kipaumbele kwa kocha Fadlu Davis kuanza kwenye kikosi chake? Unajua kwenye kanuni msimu uliomalizika, kanuni za ligi kuu Tanzania bara msimu wa 2024 2025 imeainisha juu ya adhabu. Kwa data sisi hatupo huko. Twende moja kwa moja kwenye mechi. Jonathan Soa ndio yupo anacheza kwenye kikosi cha mwalimu Fadlu Davis na yupo pia Mkwala. Tusiende kwenye kanuni sana, tupia ambaye ana kipaumbele. Nikutoe kwenye hilo mzee wa data tafadhali sana. Okay, sawa. Tuchukulie kwamba wote wapo kwa ajili ya mchezo huu wa Ngao ya Jamii, dabi ya Kariakoo. Fadlu Davis mwenyewe ndo atakuwa anajibu bwana, mimi sio kocha kusema nani aanze nani apumzike. Lakini kwa ufupi ninachoamini mimi ni kwamba kati ya maeneo ambayo yanaweza yakawa yanamuumiza kichwa kocha Fadlu Davis kwa namna chanya. Hapo nielewe vizuri. Makocha huwa wanakumbana na matatizo chanya katika upangaji wa kikosi. Matatizo chanya huwa anayapenda, ni matatizo lakini huwa wanayapenda. Ni pale unapokuwa katika nafasi fulani una mchezaji zaidi ya mmoja anaweza akaofa kitu kizuri kwa manufaa ya timu. Sasa utata unakuja, yupi aanze yupi asianze. Ni kwamba wote wanakuwa wazuri, halafu wanakupa wakati huo mgumu wa kuamua. Isiyo wanakupa wakati mgumu kwamba wote vimeo. Hapa sasa ndo matatizo makocha wayapende. Lakini Babu Alu unapokuwa fiti, mimi nipo fiti, tunacheza namba moja, kocha matatizo ya namna ndio huwa wanayapenda. Kwa sababu wakati mwingine anaweza kachagua kikosi kwa anado, sio? Lakini wakati mwingine kulingana na aina ya mchezo anaenda kucheza, mpinzani anaenda kukutana naye, mwalimu anaweza kaamua kwa kuangalia small details, vitaarifa vidogodogo juu ya namna wanavyotekeleza mpango kazi wake. Yupi aanze kwa mechi husika, yupi awe bench. Au wakati mwingine anaweza kawatumia wote wawili. Kwa mfano, Steven Dese Mkwala inafahamika yeye cheza yake ni mzuri sana wa kucheza maeneo yote pale mbele. Yaani yeye ni mshambuliaji kinara kwa mfano katika mfumo wa baada ya golikipa. Walinzi wanne, viungo wawili ukabaji, viungo watatu ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Lakini wala usishangae na ameshathibitisha hivyo. Unaweza kumkuta anatekeleza jukumu kama winga wa kulia, unaweza kumkuta anatekeleza jukumu kama winga wa kushoto. Wakati mwingine ana drop deep, anakuja kabisa karibu na kati ya mstari wa uwanja kwenye majukumu ambayo pengine ulizoea kuwaona viungo ndo wakiwa eneo hilo. Lakini Jonathan Soa yeye mzuri wa kukimbia nyuma ya mabeki. Yeye mzuri anapokutana na mabeki wa kupenda migongano. Yeye kwenye kugongana yuko vizuri. Lakini anajua tu pia kuiona nafasi na kwenda kuitumia. Sasa kwenye hivi taarifa vidogo vidogo, ingawa wote hutekeleza majukumu hayo, mmoja anakuwa pengine anafanya kwa uzuri zaidi labda kwenye kudribble mpira, kukimbia nao mpira umbali mrefu kulielekea lango la wapinzani kuliko mwingine. Pengine mwingine mzuri zaidi mipira ya juu, kwa mfano Steven Dese Mkwala, mipira ya kurukaruka ile acrobatic vichwa, anaonekana yuko mwepesi zaidi kuliko Jonathan Soa. Kwa kila mmoja na vitu vyake vya ziada ambavyo kocha Fadlu Davis hivyo vya ziada vidogo vidogo hivyo yeye ndo anavijua zaidi kuliko sisi wengine tunawashuhudia tu katika mechi. Yeye ana training nao, anayewapa majukumu, ana taarifa zaidi. Sasa kama wanatekeleza kwa kiasi kikubwa mambo kwa ufanisi, lazima wamuumize kichwa katika maamuzi yake, lakini kumuumiza kichwa kwa namna chanya. Kumbuka kwenye mechi ya siku ya Simba kila mara hili mimi nimekuwa nikilizungumza kwamba kwa kiasi kikubwa sio ambayo humpa mwalimu uamuzi juu ya kwenye mechi rasmi nani atekeleze jukumu lipi, kwa sababu mechi ile ya Simba Day kwangu mimi naona ni mechi ya siku ya mtoko, ni exhibition match. Ndio maana hata namna ilivyokuwa wanaiendea iko tofauti na mechi zilizo rasmi. Wachezaji wote 11 wanabadilishwa na ziada, hadi jezi zinabadilishwa, wengine wanacheza kwenye nafasi zisizokuwa zao. Yani kocha ana experiment, anafanyia majaribio. Mchezaji kama Ladak Chesame amecheza beki mbili, nafasi ambayo huwa wanacheza kina Kapombe wenyewe nafasi zao. Sasa inaweza ikawa sio kigezo sana, maana katika dakika 45 za kipindi cha kwanza Jonathan Soa alikuwa uwanjani, hakuwa kwenye mchezo mzuri. Kipindi cha pili alikuja kuingia Steven Dese Mkwala dakika 3 tu, maana dakika 48 akafunga bao, ikiwa ni pasi nzuri kwa shambulizi la haraka liloanzishwa na
Abdurazak Hamza alimpasia Rushain Deruk kama nakumbuka, akapiga pasi ndefu kwa Chesambi akapiga kati, akaunganisha moja kwa moja Steven Dese Mukwala. Lakini ukiwaangalia kwenye msimu uliomalizika wa ligi kuu Tanzania bara 2024-25 walifanyaje kwenye jukumu lao la kuweka mpira wavuni? Kwa sababu washambuliaji nao utasema mikimbio, utasema pasi zao nzuri, utasema anajua kulalia mabeki, huwa mara nyingi wanaangaliwa athari wanazoleta moja kwa moja kwenye lango la wapinzani, kwa maana kufunga, kwa assist. Sometimes huwa inaangaliwa hivyo. Sasa akiwa na kuna Msimbazi Simba, Steven Dese Mukwala ni miongoni mwa wachezaji ambao walifanya vizuri katika eneo la upachikaji mabao, kwa sababu alicheza mechi 28, dakika 1185, alipiga mashuti 37, 21 on target, akafunga mabao 13, akatoa assist takriban 3, akachangia mabao 16, Steven Dese Mukwala. Lakini Jonathan Soa naye vipi? Jonathan Soa alitua nchini katika klabu ya Singida Black Stars kwenye mzunguko wa pili. Akacheza mechi 14, dakika 1124, akapiga mashuti 32, 16 on target, akafunga mabao 13. Hana assist, lakini kuna mipira miwili, mabao mawili aliyafunga kwa mikwaju ya penalty. Kuna mmoja alikosa penalty. Unaona wote katika kubadilisha nafasi bila kujali mkwaju ni goli ni la penalty au sivyo. Huyu Jonathan Soa uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao ni around 41%, kwa sababu kupiga mashuti 32, kufunga mabao 13. Steven Dese Mukwala kupiga mashuti 37, halafu akafunga mabao 13. Goal conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao ni around 35%. Sasa wote hawa unagundua wana uwezo wa kuweka mipira wavuni, na ndio maana wamepata nafasi ya kuendelea kwa Mukwala kubaki Simba, lakini Jonathan Soa kutwaliwa kutoka Singida Black Stars. Sasa Mwalimu Fadlu Davis inategemea kwenye mechi hii kuiendea dhidi ya Yanga atatumia mfumo gani kwenye kucheza, kwa maana formation na maanisha. Kwa mfano kama anatumia 4-2-3-1, maana yake kuna mmoja wapo hapo itabidi atulie kwanza nje, mmoja ndo aanze. Yupi yeye anajua vizuri kwa maelezo nilotoka kuyatoa. Lakini anapoamua labda kutumia 4-4-2, yani walinzi wanne, viungo wanne na washambuliaji wawili, anaweza akawatumia wote wawili kwa ajili kuwaletea kuwaletea nafasi nzuri za kuweza kuadhuru Yanga. Au anaweza kwa mfano akiamua anatumia 3-5-2, inotumia washambuliaji wawili akawatumia wote. Vyovyote itakavyokuwa ni swali ambalo mimi siwezi kulijibu, lakini Fadlu Davis kama kocha ndo anayewafahamu vizuri wachezaji wake, naamini majibu yake pia hayapati kiwepesi sana, kwa sababu naona kana kwamba wachezaji wote wana vitu vizuri vya kuofa kwa kocha kuelekea mechi dhidi ya watani zao wa jadi Yanga.